Jum TV, furaha kiganjani. Kwa hiyo kwanza nitumie fursa hii kuwapongeza kwa dhati kabisa kwa kuteuliwa kwenu kuwa wenye viti, wajumbe na makatibu wa bodi za elimu mkoa na wilaya. Hongereni sana. Kuteuliwa kwenu kunaonyesha imani kubwa ya mkoa huu, wilaya pamoja na Wizara ya Elimu kwamba nyinyi mtakuwa na mchango mkubwa wa kuhakikisha kwamba sekta ya elimu kwenye mkoa wa Kusini itazidi kuimarika. Na kuimarika huko kwa sekta ya elimu si tu kutategemea walimu kufundisha, lakini maoni, michango, mawazo, tafiti na kadhalika vitaweza kutusaidia kubainisha chimbuko la watoto kuto kufanya vizuri ni nini, na tuweze kupata mwarobaini wa changamoto hizo katika mkoa. Tunashukuru Mungu kwamba kwa sasa tumekuwa na nafuu kidogo. Ukilinganisha maneno ya watu jana na leo zina tofauti. Lakini je, tofauti ya jana na leo imekwenda kule tuliko kukusudia? Hili linahitaji tafakuri pana. Na ninalisema hilo kwa sababu tumekuwa tukiimarisha ufaulu kuanzia karibu 2022, 23 na 24 takriban. Asilimia imekuwa ikiongezeka. Tulikuwa karibu na 84 mwaka 2022 kwa form 4. Karibu 94 nukta 2024. Lakini mafanikio yale yanatoka wapi? Hivi mafanikio yale yalimhusu mtu wa Bambi au mtu wa Ukongoroni au mtu wa Uzi? Ni lazima tuende tukafanye tafakuri, kwa sababu ukichukua general performance ya mkoa, wakati mwingine unaweza ukaacha pengo kubwa kwenye specific performance ya shule au specific performance ya somo au masomo. Sasa analysis zetu hizo zitaweza kutupa picha halisi ya hali halisi tuliyonayo, na tukipata picha hiyo sasa itatupa mwanga tunaenda kutatua tatizo hilo. Wakati mwingine changamoto pengine wala sio shule yenyewe au walimu au wanafunzi, naweza likawa ni wazazi na walezi. Tunawaengage vipi kuondoa changamoto? Serikali zetu mbili zinajitahidi. Kwa upande wa miundombinu, tumeshajengewa miundombinu mingi sana na bado inaendelea kujengwa na ukarabati unaendelea. Kwa upande wa walimu, wameshaajiriwa, michakato ya kuajiriwa wengine nayo inaendelea. Vitendea kazi, kwa sasa tunaona skuli zinazojengwa zinakuja skuli zilizokuwa full package. Ina kila kitu chake: maktaba iliyokamilika, maabara iliyokamilika, chumba cha kompyuta kilichokamilika na kadhalika. Sasa kama bodi ya elimu tuko kwenye wakati ulio kati na kati. Ni wakati ambao tunatoka mahali kugumu kwa upande wa miundombinu na vitendea kazi, lakini pia wakati huo huo unaenda kwenye wakati wa kwenda kwenye mazingira mazuri zaidi ya kufundishia. Kwa lazima tuunganishe vizuri hii transition na tuweze kupata tija ya mabadiliko hayo. Matumaini yangu kama mkuu wa mkoa kwamba sekta ya elimu itapiga hatua kubwa kupitia mawazo na fikra zenu ili tuweze kuwa wa mfano. Wenzetu walishafanya vizuri muda mrefu, sisi tulikwama kwa muda mrefu, tulikuwa hatujafanya vizuri sana. Kwa hiyo na sisi tuende sasa kwenye ramani ya mkoa unaofanya vizuri. Na tukiangazia elimu, nitoe rai, sahau kutazama huku tunakoanza kwenye chimbuko msingi, kwamba kule tunazalisha nini, sababu zao litakalotoka nasari ndilo litakalotengeneza
msingi, elimu ya msingi. Zao la msingi ndilo litatengeneza sekondari ya awali. Zao la sekondari ya awali litatengeneza ordinary secondary, na zao la ordinary secondary ndio litakuja kwenye advance. Ukiendelea kubaki tu kule juu, huenda ikawa huku chini hatuna kitu. Kwa hiyo mimi nadhani tuende tukachimbe na kufikiri, na naamini kwa mabingwa niliowaona humu, najua kuwa kuna watu weledi mliochaguliwa nyote, mna uwezo mkubwa, mna uzoefu mkubwa hasa kwenye nyanja na sekta ya elimu, na hilo hatukulifanya kwa bahati mbaya. Tulitamani wanayotamani wengine, lakini hatukufanya tulioyatamani, tulifanya lililo bora. Na lililo bora kwa sasa kwetu ni hili lililotokea sasa. Bodi tatu hizi zitafanya kazi kwa umahiri na ufanisi wa hali ya juu kuhakikisha kwamba ile ndoto ambayo ofisi yako na Wanakusini kwa jumla tunaifikia. Umeonelea kuwa ianzishe hii bodi ambayo itaweza kusimamia, kufuatilia na kutathmini maendeleo ya elimu na kufuatilia kwa ukaribu zaidi ufundishaji na ujifunzaji wa wanafunzi kwa lengo lile lile la kuinua kiwango chetu cha elimu. Ni lengo kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba mkoa wa Kusini unafanya vizuri katika upande mzima wa ufaulishaji wa wanafunzi. Kwa hivyo lengo kubwa nitasema ni kwamba ni kukuza elimu katika mkoa wa Kusini, na kutokana na wajumbe ambao wamechaguliwa tuna imani kwamba lengo hilo litafikiwa.